Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi hapa kwenye Sema na Citizen, ikiwa tunaingia kwenye mdahalo wetu wa Mwenge wa Kaunti hii leo, ambapo kama nilivyokuarifu awali tunazungumzia masuala ya majukumu ya wawakilishi wadi, na tulikuwa tumekuuliza hili swali: je, unajua majukumu ya mwakilishi wadi wako? Je, unajua majukumu ya mwakilishi wadi wako? Na je, anayatekeleza hayo majukumu ipasavyo? Nambari ya rafa ni 22422 au kupitia mitandao ya kijamii ukitumia alama ya reli Mwenge wa Kaunti. Na hapa studioni tuko na wawakilishi wadi kutoka kaunti mbalimbali ambao wataweza kutueleza tu kuhusiana na jinsi hali ilivyo katika mabunge ya kaunti, jinsi ambavyo wanatekeleza majukumu yao na mahali ambapo kuna changamoto. Pia tutakuwa tunawasikiza wananchi kutoka kaunti mbalimbali ambao watakuwa wanakaa kwenye vikao na wanahabari wetu ili kuweza kutueleza kama wanaridhika na jinsi ambavyo wanawakilishwa katika mabunge ya kaunti. Upande huu pale mwisho tuko naye Simon Maina Kuria ambaye ni mwakilishi wadi wa Marachi West katika kaunti ya Busia. Karibu naye ni Joseph Mwangi ambaye ni mwakilishi wadi wa Viwandani kutoka kaunti ya Nakuru. Upande huu tuko naye Paul Chirchir ambaye ni mwakilishi wadi wa Kapsoit kutoka kaunti ya Kericho. Karibu naye ni Isaac Wamalwa ambaye ni mwakilishi wadi wa Angurai North kutoka kaunti ya Busia. Na pale mwisho ni Joel Munuve ambaye ni mwakilishi wadi wa Kariobangi North kutoka kaunti ya Nairobi. Na ni vizuri kwamba nyote mko hapa na mnatoka kaunti mbalimbali ambazo mmekuwa katika, ama kaunti zenu zimekuwa kwenye vyombo vya habari kwa sababu ambazo kwa wengine wanaona si za kufurahisha. Nairobi tumekuwa na shida ya takataka ambapo wafanyikazi wa kaunti wanakuwa na mzozano na kampuni ya kusambaza umeme ya Kenya Power na wanaamua kusuluhisha tatizo hilo kwa kumwaga taka. Kaunti ya Kericho nayo kumekuwa na mzozano ule wa uongozi katika bunge la kaunti hiyo. Kaunti ya Busia ni wiki jana tu ambapo baadhi ya wawakilishi wadi walikuwa na rushiana makonde ndani ya bunge la kaunti. Na kaunti ya Nakuru baadhi ya wawakilishi wadi wamekuwa wakilalamika na pia wananchi wanasema hawamuoni gavana wao. Kunaendelea nini? Hebu tuanze na hapa nyumbani, kaunti ya Nairobi. Joel, wakati ambapo kuna mzozano kama huo ambapo watu ambao wanapaswa kutoa mwongozo wanaonekana kutumia njia za kihuni kusuluhisha matatizo, bunge la kaunti linaingilia wapi? Asante sana. Kwanza niseme ni asante kwa mwaliko wenu hapa, na vile vile ni amkue watu wangu wa Kariobangi na Nairobi kwa ujumla. Nikija kwa swali yako, ni aibu kubwa sana kwamba kaunti ya Nairobi ambayo ndio kama capital city ya Kenya kuwa na njia za kiuhuni ambapo tunaendesha shughuli zetu. Na kaunti ya Nairobi, kama mimi sasa nijizungumzie kuliko kuzungumzia wengine, nililaani vikali hafla au shughuli ile ambayo ilifanyika pale, kwa sababu naamini kuna njia nzuri au kuna njia mwafaka ya kusuluhisha mambo kuliko kutumia njia za kihuni. Inakaa ni vibaya kwa sababu Nairobi ni city ambayo imehost watu wengi hata wa kitaifa na hasa serikali na hata serikali na hata mataifa ya kigeni, kwa sababu ukiangalia kama ofisi kuu ya United Nations iko hapa. Kwa hivyo inakuwa ni vibaya na ni makosa kwa gavana na wendani wake kusuluhisha mambo kiuni. Sasa hapo ndo nimeuliza, bunge la kaunti linaingilia wapi? Ni hatua gani ambazo bunge la kaunti inachukua katika mazingira kama hayo, ama inapaswa kuchukua hatua gani? Kuna njia mbili. Namba ya kwanza, unajua kama sisi wabunge wa kaunti ni wawakilishi. Kwa hivyo kuna mwakilishi pale, na wakati ambao unachaguliwa katika kaunti, katika ward fulani, unakuwa mwakilishi wa Nairobi nzima. Na ndio kwa maana mimi sasa kama mwakilishi wa Kariobangi ni mbali na pale, lakini nilizungumzia mambo haya. Alafu kuna ya pili ni kutunga sheria ambayo siku zingine au in future gavana hawezi kufanya mambo kama hayo. Na tumekalia swala hii katika kamati ya environment, kwa sababu mimi ni mmoja wa environment, na tukasema ni vibaya
na going forward tuwezi kupenda kuona mambo kama haya yakifanyika, kwa sababu mambo kama mbunge wa county tunaweza kusuluhisha vitu kwa njia mbili. Either kupeleka mswada bungeni au statement katika bunge, au kuizungumzia katika kamati za bunge. Na katika kamati za bunge kuna sekta tofauti. Sasa kwa bahati mimi ni mmoja wa sekta ya environment. Kwa hivyo tumekuwa tukizungumzia na tumezungumzia kwa undani na kwa umbali, na wakasema kwamba watu ambao walifanya mambo haya wataadhibiwa. Ila mpaka leo hatujaona yoyote akiadhibiwa, so bado natumai nitaona watu wakiadhibiwa ndio mambo yasifanyike hivi tena siku nyingine. Naam. Haya, tuelekee katika kaunti ya Kericho na Nakuru. Make mmekuwa na matatizo ambayo yanafanana kuhusiana na uongozi katika bunge la kaunti. Bunge la kaunti ya Kericho kwa mfano, na Paul utaweza kutueleza zaidi kuhusiana na hili. Ni hivi majuzi tu ambapo wawakilishi wadi walimuondoa naibu spika. Kwanza mlikiuka maagizo ya mahakama, na pia mwongozo uliotolewa na Rais William Ruto ambaye alitoa wito kwamba hoja hiyo iweze kusitishwa. Pia mwaka jana kulikuwa na hatua ya kutaka kumfurusha gavana, na hatua hiyo ilipinduliwa na Seneti. Mwaka wa 2023 uongozi wa bunge la kaunti ulibadilishwa chini ya uongozi wa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Ilibidi mkalishwe chini ili muweze kuelewana. Ni kipi ambacho kinakuwa kigumu wakati mnaingia katika bunge la kaunti kuweza kuelewana? Asante sana kwa kunipea nafasi kufika hii debate siku ya leo. Kericho kweli tumekuwa na tatizo mingi sana. Vile tukifungua hii assembly ya hii muhula wa 2022-2027 tulianza vizuri sana. Katikati kukakuwa na kubadilisha uongozi kwa assembly. Kwanza kulikuwa na majority leader na uongozi wake. Ikabadilishwa, ikapewa nafasi kwa majority leader. Kidogo kidogo ikabadilishwa. Kwanza tuliletwa hapa kwa naibu wa rais, wakati aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Tukabadilishwa, mwingine akapewa ambaye anaendelea mpaka saa hii. Juzi tena kukawa na kubadilishwa, deputy speaker akaondolewa. Lakini vile aliondolewa, sijui kama niko na ruhusa ya kuongea kwa sababu hiyo ndio kesi iko kotini. Sijui kama tutakuwa kama ni kesi iko kotini, basi itabidi uiweke kando. Wacha tuweke hiyo kando. Lakini hayo sasa maneno imekuwa mzuri. Unajua kuna msemo inasema saa zile mnaenda kuwinda, mnaweka maumbwa pamoja ipigane kwanza. Wakishapigana sasa unasikizana. Ndio mnaenda kuwinda sasa, hakuna maumbwa haitapigana tena kwa mawindoni. Sasa hayo yameisha. Saa hizi Kericho sasa ni kuchapa kasi. Hata vile walijaribu tena kuondoa gavana, mimi sikuwa huo mrengo wa kumuondoa gavana. Nilikuwa nataka gavana aendelee na kazi, achape kazi, tufanyie wananchi ile kazi tuliletwa, kwa sababu tulikuwa tumeahidi wananchi tutawafanyia kazi. Hatukuahidi au kuwa tutamuondoa gavana. Vile uliona vile hiyo mswada haikuwa na numbers, because the constitution and the law says that for a governor to be removed lazima apate 2/3. So hiyo assembly haikuwa na 2/3. Kulikuwa na 31 wenye walisupport kuondolewa kwa governor. Na Kericho inatakana kukuwe na 32. 2/3 Kericho ni 32. Ndio vile ilifika hapa Senate, wakaambiwa murudi mutafute nusu ya mtu mujaze ikuwe 32. Ndio kama kutakuwa na kuondoa gavana murudisha tena. Lakini hayo yote yameisha. Hata vile rais alikuwa Kericho alisema, mimi nataka kusikia mkichapa kazi. Nataka murudi assembly mufanye kazi. Na hayo ndio tunaendeleza, na sasa tunachapa kazi sasa. Naam. Na bila shaka tutarejea ili tuweze kusikiza pia kutoka kaunti ya Nakuru. Maana mara nyingi utapata katika hizi kaunti ni kama hakuna upinzani, kwa sababu wengi wanaochaguliwa wanatoka mrengo mmoja ama wanatoka chama kimoja. Lakini kwanza tuelekee katika bunge ambapo mdhibiti wa bajeti